baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtakia rahma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ilivyo kawaida yetu, ni muhimu sana kuanza kuziara sawasawa sote za mbele kabla ya zile za nyuma. Kwa muda huu wa dakika moja kabla ya hotuba, kadri mbele yako unapoona kwamba kuna upenyo ambao hauwezi kukataa, basi fanya hivyo. Lakini pia eneo la mbele au kwenye safu za mbele huku nafasi ziko nyingi sana. Kwa hiyo wala sasa kupita huku mbele mbele, nafasi ziko nyingi sana. Sogea mbele, mbele. Lakini ile hali ya kubanana kidogo sana mtuzike, kwa sababu mazingira yenyewe kama tunavyoona kwa highway, mara jua mara mvua. Lakini hata kama itakuwa hali ya shwari, mazungumzo bado hayatoshi, na wala haina maana kwamba sote tutafanya kwenye vivuli. Hapana, lakini angalau basi kwenye safu moja uwezekano kuingia watu wawili, basi tufanye hivyo, kwa sababu uwezekano huo upo. Kwa wale wenzetu ambao kuongoza ya kwanza au kuongoza ya pili, pembeni mtapenda kwa safu za mbele na wala msaida kwa safu za nyuma. Kwa jambo la pili ni kuhusiana na swala zima la haki yetu ya masonga. Kiukweli leo hatujapata hisari kwa sababu bahasha zetu siku ya Ijumaa iliyopita zilionyesha takriban 7, na mpaka kufikia leo ziko takriban kama 12. Sasa bado tunaona kwamba urejeshaji bado, na tunapenda tunapopeleka benki na tunapenda kila wiki tupeleke, lakini tunaona kwamba tuvumilie tena na hii leo. Lakini kwa kukumbusha tu, mara ya mwisho tumepeleka pesa shilingi 4,072, hivyo ikajumuisha moja kwa moja kuwa katika akaunti ipo shilingi milioni 4,337 kwa ajili ya haki yetu ya masonga. Kwa hiyo kwa kuwa muda wa hotuba umekaribia sana, basi moja kwa moja la msingi kila mmoja wetu, wakati ukitoka baada ya swala, chukua bahasha. Uwezo wa shilingi 10,000 kwa wiki nzima hauwezi kushinda. Na kwa nini ushinde? Ili hali kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kuruzuku, kwa nini ushinde? Lakini unapoona kwamba wewe hauna uwezo huo, kumbe ni kukosa yakini, kwa sababu jambo hili katika maisha yetu iko karibu sana, haiko mbali. Laki moja huenda kwa kuhudumia au kwa wewe kwa mbali sana, lakini huenda ikawa shilingi 50 kwa mbali sana. Lakini 10,000 jambo la Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atupe tawfiki. Kila mmoja wetu anapotoka acha wiki nzima rejesha kwa shilingi 10,000 au kinyume na hivyo, mbele na shirikani na ndugu yako mmoja au mmoja au na siasa pia vizuri huko kuelekea kule mashirikiane. Kwa hiyo wakati mwingine tukifunga tena basi katika hali kama hiyo. Lakini baada ya hayo machache, hatuwezi leo tuko naye Sheikh Kasim Al-Yusuf, na hotuba ambayo atakayohudhurisha kwetu itazungumzia madhara au matatizo ya mtu kuzuia zaka au sadaka. Madhara yanayofikisha kwenye kauli, madhara au matatizo yanayoweza kupatikana katika jamii kwa kile kitendo cha sisi kuzuia zaka au sadaka. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kweli miongoni mwa wale kusikia maneno yake na kufuata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة،
حي على الصلاة